Kwa niaba yenu niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo tumeweza kuendelea kuboreshewa miundombinu ya shule za msingi na shule za sekondari. Mkoa huu kwa kipindi cha takribani miaka 4.5 ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tumejengewa shule mpya 150 kwa mkoa mzima. Unaweza usiamini, shule zaidi ya 98 shule za msingi, halafu hizo nyingine ni shule za sekondari. Tunataka wanafunzi wote wawe wamefika shuleni, waanze pamoja, wajifunze pamoja, wazoeane pamoja, wajifunze uzalendo pamoja na waendelee vizuri pamoja katika kujenga ule uelewa wa wanafunzi. Kwa hiyo niwaombe sana, afisa elimu na mkurugenzi nimeshawaagiza. Niombe tena wazazi na walezi kokote waliko ndani ya mkoa wa Katavi. Hatuna mswalie mtume kwenye jambo hili. Wanafunzi wote walitakiwa leo tarehe 13 wawe wamefika kwenye shule wanazostahili. Iwe ni shule ya msingi, iwe ni shule ya sekondari, iwe ni shule ya awali, waanze masomo yao. Ninawataka wazazi na walezi wote kuhakikisha hilo linafanyika haraka iwezekanavyo, na usimamizi wa watendaji wa serikali niliowataja ufanyike kwa makini kabisa. Lakini swala lingine ni waombe walimu wa shule za msingi na shule za sekondari pamoja na waratibu na maafisa elimu, hakikisheni hakuna masharti yanayomzuia mwanafunzi kupokelewa shuleni. Viongozi wetu wa kitaifa wameshaelekeza, na mimi hapa natia msisitizo na usimamizi. Tusije tukasikia kwamba kuna mwanafunzi amekataliwa kupokelewa shuleni kwa sababu hajatimiza jambo fulani. Iwe ni uniform, iwe ni viatu, iwe ni begi la shule, iwe sijui ni kitu gani. Hakuna sharti lolote katika kuhakikisha mwanafunzi anaanza masomo yake. Sijui tumeelewana? Na narudia tena, hakuna sharti lolote la kumzuia mwanafunzi kupokelewa kuanza masomo yake katika nchi ya Tanzania na katika mkoa wa Katavi. Tukibaini kama kuna mwalimu anatujaribu kuweka masharti na kuwakataa wanafunzi, naomba wazazi mtuambie kwa haraka sana. Huyo atakuwa sio mwenzetu na tutamweka sehemu inayostahili. Umeelewana? Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza wanafunzi wote wapokelewe, wanafunzi wote waletwe, waanze masomo. Kama serikali hii ya awamu ya 6 imeweza kujenga shule mpya 150 kwenye mkoa huu katika kipindi cha miaka 4.5. Kujenga shule nyingine ya msingi hapa wala si swala la maajabu wala miujiza. Hilo swala linawezekana. Kwa hiyo nataka niwahakikishie wazazi, endeleeni kuandikisha watoto hapa, na wale ambao ni madarasa yanayoendelea, hakikisheni wanafunzi wote wa darasa la 2, la 3, la 5, la 6, la 7 wote wanaripoti shuleni waendelee na masomo yao. Nataka niwahakikishie kwamba swala la ujenzi wa miundombinu, na hasa miundombinu sasa kuanza kujenga shule zinazokwenda juu, kwa sababu hapa mmesema hakuna eneo la kujenga shule, yaani eneo la kuextend hii shule, kwa maana madarasa ya kawaida ya chini halipo. Tutaanza kufanya hivyo. Nikuagize mkurugenzi mtendaji, ndani ya kipindi cha siku 14 kuanzia leo uwe umekamilisha masuala ya andiko la ujenzi wa shule mpya katika maeneo haya. Kuna shule ya msingi, lakini pia kuna shule ya sekondari inahitajika hapa. Kwa hiyo ukamilishe maandiko hayo. Na kama kuna eneo lingine pia katikati ya mji hapa kwenye halmashauri hii unaona kuna uhitaji mkubwa, kamilisha maandiko yote ndani ya siku 14, tuyapitie maandiko hayo, twende tuyapeleke sehemu inayostahili, kwa maana wizara yetu ya TAMISEMI tunaye waziri msikivu na manaibu waziri wasikivu ambao watapokea, watashughulikia kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, na tutaweza kupata uwezeshaji utakaosaidia kuzijenga shule hizo ili kupunguza msongamano wa wanafunzi. Kwa kweli kwa bei ya mchele kilo 20 ni 50. Maharage sado ni shilingi 12,000. Kwa hiyo mimi nahamasisha wazazi, naombeni tuchangie watoto ili wapate chakula shuleni. Tunapenda sana watoto wetu wasome, angalau na wao siku moja tuje tusikie kwa wamekuwa mawaziri huko. Tunaomba sana mama yetu sana, utusaidie madarasa, utusaidie madawati, vyoo. Na sisi wazazi nadhani tutajishikashika mle ambamo tunakuwa tunapata kwa ajili ya kuendelea kusaidia elimu iwe juu zaidi kwa ajili ya manufaa ya watoto wetu.